Na mtazamaji wangu, leo hii vijana Gen Z ujasiri walioweza kuonyesha ni tofauti kabisa na kile ambacho wengi walikuwa wakikitarajia kuonekana katika maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kabla nikuchezeshe kipande cha video cha hali halisi, itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu. Mtuwe! Bora mtuwe! Bora mtuwe! Mtuwe! Naam, mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, Gen Z huyo bila uoga wote ule anaonekana kuendelea kujiunga na umati mkubwa uliokuwa na nia ya kuandamana kwa ajili ya kuomba mabadiliko yaweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo limeweza kusababisha hata baadhi ya viongozi wakuu katika serikali ya awamu 7 leo hii kuanza kufunguka na kuzungumzia mambo kuhusiana na watu waliokuwa wakitekwa na watu wasioweza kujulikana. Wameweza kudai kwamba baadhi ya watu waliokuwa wakihusika na zoezi hilo la utekaji waliweza kuwa na nia ya kujaribu kupunguza ukosoaji uliokuwa ukifanywa na viongozi kutoka katika vyama pinzani vya kisiasa. Hivyo basi watu wasioweza kujulikana leo hii imeweza kuthibitishwa ya kwamba waliweza kuwa kundi ama walikuwa na ushirikiano na uongozi wa serikali awamu 6 wakati huo, ila kutokana na wao kufanikisha azma yao ama zoezi lao, wameweza kuweka hadharani kwamba wote walioweza kutekwa watakuwa wakiachiwa huru. Pia kwa njia moja ama nyingine hakutakuwa na mambo ya kutekwa kwa mara nyingine katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, haya yote kumbuke kwamba vijana Gen Z wanazidi kuyapigia debe yaweze kutupiliwa mbali na yasiweze kuwepo. Jambo ambalo limeweza kugusa mioyo ya Watanzania wengi na watu wengi ni jinsi ambavyo baadhi ya vijana Gen Z waliweza kupata majeraha ama kuumia wakati wa maandamano yaliyoweza kupita, kujaribu kujiunga na hata kutia nguvu kwa maandamano yaliyokuwa ya leo hii, ila kwa njia moja ama nyingine hali tulivu na maandamano ya amani yameweza kutokea. Kama walivyokuwa kidai na kuzungumzia katika mitandao ya kijamii. Sasa mtazamaji wangu, haya yote baada ya kufanyika, sote tunafahamu ni hali gani ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake wa serikali ya awamu 7 kwa ujumla wanazidi kupanga kufanya dhidi ya swala na jaribio jipya la maandamano mengine katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa, huenda wakaweza kujaribu kufanikisha yale yote ambayo vijana Gen Z wanazidi kuahidi. Na ni kweli mtazamaji wangu, amini usiamini, vijana Gen Z wanadai kwamba iwapo haki zitaweza kupatikana kwa wale walioweza kuaga dunia, basi hakutakuwepo na amani na utulivu, bali maandamano ya muda baada ya muda. Vile kwa njia moja ama nyingine, vijana Gen Z wanazidi kufunguka na kuzungumzia ukosefu wa ajira. Hivyo basi wanazidi kushinikiza pakubwa kuweze kuwekwa ajira katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo idadi kubwa ya vijana Gen Z wanaamini kwamba litaweza kuwasaidia wao kukidhi mahitaji yao ya siku baada ya siku. Mtazamaji wangu, pia vijana Gen Z wameonekana kujaribu kuzungumzia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya vijana Gen Z, jambo ambalo leo hii halijaweza kushuhudiwa, na pia kuonekana hali tulivu, ikibaini na kubainika ya kwamba waliokuwa wakichangia ghasia ziweze kutokea katika maandamano ya vijana Gen Z iliweza kuwepo ni maafisa wa polisi
Kwani hapa leo hii kwa mara nyingine jeshi la wananchi limeonekana kufanya ushirikiano mwema kati yao na vijana Gen Z, tofauti kabisa na jinsi ambavyo ilikuwa ikitarajiwa. Tanzania kwa pamoja tukaona tushirikiane, tuungane, hatumtaki Rais Samia. Hivyo basi vijana Gen Z wameweza kufanikisha zoezi lao la maandamano ya amani kabisa, jambo ambalo lilikuwa halitarajiwi, ama kwa njia moja ama nyingine wengi walikuwa hawatarajii iwapo vijana hao wa Gen Z wangeweza kufanikisha zoezi la aina hiyo kulingana na kile kilichoweza kutokea katika maandamano yaliyoweza kupita. Vile vile, mtazamaji wangu, dalili ya uongozi wa serikali awamu ya 7 kulazimika kufuta baadhi ya viongozi katika serikali yao, mtazamaji wangu, kuna nafasi kubwa na uwezekano mkubwa, kwani tumeshuhudia vijana Gen Z kulalamikia jinsi ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuajiri baadhi ya watu kutoka katika familia yake, jamaa na ndugu wa karibu, hatua ambayo imeweza kuibua maswali. Je, katika Jamhuri ya Tanzania hakuna baadhi ya wananchi ambao wameweza kusoma na kufika viwango vya nafasi hizo katika serikali yake ya awamu 7, ama mbinu aliyoweza kuitumia kuajiri hao wa jamaa na watu wa familia yake imeweza kutumika kwa staili gani? Na ndipo ambapo huenda tukaweza kushuhudia baadhi ya jamaa hao kupunguzwa ama hata wote kuondolewa na uongozi wa serikali awamu 7 kuteua watu wapya ambao wataweza kuhudumu katika serikali hiyo ya awamu 7. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine zoezi hilo la maandamano ya amani linazidi kujadiliwa na kuzungumziwa kila kona. Sasa itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila muhimu kabisa ni vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Bye bye until the next video.